Katika vita inayoendelea pande za Mashariki ya Kati, nazungumzia nchi ya Israel pamoja na Iran, huku Marekani wakiwa na mkono wao, vita hiyo imekuwa ni ya vuta ni kuvute. Sasa moja kati ya taarifa ambayo ina trend kweli kweli ni ile ya rais wa Marekani Donald Trump na rais wa Urusi Vladimir Putin kufanya mazungumzo kwa njia ya simu, na ilikuwa ni jana, na walijadili masuala kadhaa ya usalama wa kimataifa, ikiwemo juhudi za kumaliza vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati, ikizihusisha nchi za Israel na Iran pamoja na vita kati ya Russia na Ukraine. Hayo ni mambo ambayo yaligusiwa katika simu ambayo walipigiana katika mazungumzo viongozi hawa wawili wa juu. Kwa mujibu wa Trump, katika mazungumzo hayo Putin alionyesha nia ya kusaidia mchakato wa kumaliza mapigano kati ya Marekani na Israel. Na Irani, hata hivyo, kiongozi huyo wa Marekani alimshauri Putin kuwa anaweza kusaidia zaidi kumaliza vita kati ya Urusi na Ukraine. Sasa mazungumzo hayo yalichukua takribani saa moja, na yalihusisha pia baadhi ya viongozi na maofisa waandamizi kutoka mataifa hayo mawili. Trump amesema mazungumzo yao yaligusia pia hali ya usalama na siasa za kimataifa zinazoendelea kwa sasa. Sasa nikupe tu kwamba kuna namna ambavyo akiamua kuingia Putin front na kuwa mpatanishi katika vita hii, inawezekana ikaleta mashiko kidogo. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu Urusi ina ushirikiano ama uhusiano wa karibu sana na Iran. Umeona nikizungumzia uhusiano wa karibu sana ni kwenye masuala ya silaha, nishati na ushirikiano wa kijeshi pia. Katika migogoro ya karibuni ya Israel na Iran, ambayo pia imehusiana na Marekani, Putin anaweza kuwa daraja la kumzuia Iran isichukue hatua kali zaidi ama kutoa ushauri. Hata hivyo, Urusi inaepuka kuingia moja kwa moja ili isije kuharibu uhusiano wake na Israel. Kwa hiyo unaona kwamba endapo Urusi inaingia katika hii vita kuwa mpatanishi, inaweza ikawa ni kitu kizuri kwa namna moja au nyingine.